Sisi kama baraza la manispaa tumefurahi sana kwa kushirikiana na ndugu zetu hawa, kwa sababu tunaamini suala la usafi ni suala letu sote. Kila taasisi ina jukumu la kisheria kuhakikisha kwamba usafi tunausimamia kwa pamoja, kwa sababu moja kati ya changamoto tuliokuwa nayo watu wa Magharibi ni wananchi wetu kuzitupa taka katika maeneo wanaojisikia kuzitupa. Hata tukiwaelekeza taka zao waziweke katika yale maeneo tuliowatengea waziweke, hilo jambo linakuwa ni gumu sana, na hatimaye mwananchi anaweka taka pale ambapo panakuwa pako rahisi na yeye. Jambo hili wakati mwingine linatuletea shida kidogo. Kwanza, maeneo yanayotupa taka yanakuwa hayafikiki kirahisi kuweza kuziondosha taka zenyewe. Lakini la pili, wakati mwingine maeneo yanayotupa taka, sisi kama baraza la manispaa tunakuwa hatuna taarifa za moja kwa moja kama hizo taka zimeshakuwa nyingi. Kinachotokezea, taka sasa zikishaanza kuwakera watu, huanza kuzipiga picha na kuzirusha kwenye mitandao ya jamii, na taasisi inaonekana kama haina kazi inayoifanya. Lakini nataka nitumie nafasi hii kuambia wananchi, baraza la manispaa kwa muda wa mwezi mmoja inakusanya zaidi ya tani 8,000 na kuzipeleka katika jaa kuu la Kibele. Kama tunavyoyaona magari makubwa haya, gari la tani 30 na kijiko, manake haya magari kwa siku anakwenda si chini ya mara 4 kuzipeleka taka Kibele, na taasisi na magari makubwa yasiyopungua 4, ambapo kwa muda wa wiki moja taasisi inatumia zaidi ya shilingi milioni 10 kwa ajili ya utumiaji wa mafuta pamoja na mahitaji mengine ya sekta. Kwa hivyo kwa ujumla, mimi nitumie nafasi hii kuwasihi sana wananchi kuziweka taka katika yale maeneo tuliyoambizana tusiweke, na tusiziweke katika vianzio vya maji, na hata ukizingatia katika kipindi cha mvua kuziweka taka katika karibu na vianzio vya maji nyingine, si tu athari za kimazingira, lakini inawezekana ikawa ni athari za kiafya. Sasa jambo hili si jambo la baraza la manispaa peke yake, ni jambo la jamii nzima. Kila mmoja kwa wajibu wake ana nafasi ya kuhakikisha tunayatunza mazingira yetu, lakini pili, kuweka taka katika maeneo yaliyowekwa, ili sisi kama baraza la manispaa liturahisishie ile zoezi kuziondosha taka hizo kwa wakati na kuzipeleka katika kwa hali tunakosa. Ya bahati nzuri tuna joint meeting ya monthly na baraza la mazingira sema, lakini pia tuna platform zetu ambazo tunazopeana taarifa mbalimbali zinazohusiana na mazingira. Lakini la tatu, suala la elimu ni suala la kila siku, ambapo kila tunapopata nafasi ya kuzungumza na vyombo vya habari, kufanya mikutano ya shahia, wananchi tunakuwa tunawaeleza kuhusu athari ya mambo haya. Lakini kama unavyofahamu, jambo hili si jambo la siku moja, ni jambo ambalo linahitaji elimu ya muda mrefu, linahitaji usimamizi wa muda mrefu, lakini kikubwa zaidi linahitaji mashirikiano ya pamoja kwa taasisi. Pale taasisi inahusiana na usimamizi wa nishati inapoona imewekwa taka katika eneo ambalo si sahihi, wana wajibu wa kuwasiliana na sisi kama baraza la manispaa ili haraka sana tuweze kuchukua hatua, jambo ambalo sasa hivi tumeshaanza kuwa na mwanzo mzuri wa kupeana taarifa. Lakini hali kadhalika pale tunapoona kuna uchimbaji wa mchanga katika maeneo hayo, kwa pamoja taasisi hizi tunaambizana, na nadhani sasa hivi wananchi wameshaanza kuona jitihada mbalimbali zinazochukuliwa na taasisi hizi katika kuhakikisha tunapunguza ukubwa wa changamoto. Kiukweli katika mamlaka ya usimamizi wa mazingira tunashughulikia na masuala yote ya uhifadhi wa mazingira pamoja na vilivyomo kwa ujumla wake. Leo tupo katika zoezi hili la uzoaji wa taka karibu na chemchemi ya maeneo ya Bububu ambayo ni Bububu Magengeni. Katika eneo hili wananchi wamekuwa wakilitumia kama ni sehemu ya utupaji wa taka, kitu ambacho kinaleta athari kubwa kwa mazingira. Tukizungumza mazingira ni pamoja na binadamu na vilivyomo. Sasa taka ambazo zinawekwa karibu na vyanzo vya maji kama hivi, athari yake kubwa husababisha matatizo ya maradhi. Kama sisi wanajamii tukishirikiana kwa pamoja, tunaweza kulinda mazingira. Umewekwa sehemu maalum za kuhifadhia taka, sio sehemu yoyote tunaweza ukatupa taka, hapana.
unaweza ukakusanya taka na baadaye zikapelekwa sehemu husika. Eneo kubwa ni Kibele kwa ajili ya kuhifadhia taka. Kwa hiyo tusiwe kwamba kila kati tunashikiliwa kwenye suala hili, wakati tunajua tunapohifadhi basi ni chanzo kikubwa cha kuweka afya yetu salama. Na vile vile nataka nitoe wito kwa jamii. Hizi taka zote tunaziona, basi hizi si taka, hizi ni thamani kubwa, ni mtaji mkubwa wa kuondosha umaskini. Tukizungumza taka za plastiki, taka za vyuma na taka za vyakula. Tukija sasa hivi kuna viwanda hapa kwetu, hakuna viwanda vingi lakini kuna viwanda ambavyo vinachakata taka za plastiki na kuwa mipira ya maji. Mipira ya maji pamoja na kunjuti hizi za kuwekea za kutengenezea fitingi za nyumba. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba hatuna haja ya kuitupa taka. Hatuna haja ya kuitupa taka. Kwa sababu hata hizi taka za vyakula zinapochukuliwa zikahifadhiwa vizuri, basi mwisho wake inakuwa mbolea. Unapeki vizuri, unaenda kuuza. Kwa hiyo huna haja wewe kusema hii ni taka nikaitupe. Hapana. Tukija katika hizi taka za vyuma, hizi vile vile kama mabati, yani yanahusiana na asili ya chuma. Kwa hiyo hivi vyote vinachukuliwa na vinaenda kuchakatwa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda Tanzania bara kwa product nyingine nzuri zaidi. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa jamii. Hakuna haja ya kusema sasa hivi huna kazi, huna mtaji ni taka. Okota taka, nenda kapeleke sehemu husika. Kuna viwanda ambavyo vinanunua kwa ajili ya kusarifu hizi taka ambazo tunatumia majumbani au tunatumia katika shughuli zetu za kawaida. Awamu ya mwanzo tunaanza Magharibi A, ambapo maeneo hili hapa Bububu Chemchemu, eneo la Kihinani tayari tumeshaondosha. Zoezi limeanza tarehe 15 na mpango kazi wetu inaishi tarehe 24. Tutakwenda eneo la Mwera pia kwenye chanzo cha maji kuondoa, eneo la Hawaii pamoja na Kianga. Na kwa upande wa Magharibi B, maeneo ambayo tumepanga kuondosha majaa haya ambayo tunasema majaa sio rasmi ni eneo la Kisauni, Maungani, Fuoni pamoja na Migombani. Lakini zoezi hili haliishii tu hapa kwa Unguja peke yake, pia na kwa Pemba tutaanza katika wilaya mbili, ambayo wilaya ya Micheweni ambayo pamoja na wilaya ya Wete. Tayari kuna majaa kule yapo karibu na vyanzo vyetu vya maji ambayo sio rasmi, pia tunaenda kuyaondoa kwa kushirikiana na Baraza la Mji la Wete pamoja na halmashauri ya wilaya ya Micheweni. Kwa kweli, kwa nini tunafanya hivi? Sisi Wizara ya Maji, Nishati na Madini, jukumu letu ni kuhakikisha wananchi wanapatiwa huduma ya maji safi na salama. Ikiwa kuna takataka kama hizi, hayo maji hata kama utaona safi lakini yatakuwa na vimelea na takataka, hayatakuwa salama kwa afya zetu. Naweza kusababisha maradhi ya mlipuko, maradhi tofauti ambayo chanzo kikubwa inawezekana ikawa maji. Na maji haya ambayo katika chemchemu hii sisi tunachukua fursa hii kutoa elimu kwa jamii. Jamani, jukumu la kulinda vyanzo vya maji hili ni jukumu letu sote. Sio jukumu la Wizara ya Maji wala sio jukumu la mtu yoyote. Kwa pamoja tunatakiwa tushirikiane katika kutunza rasilimali maji yetu. Zanzibar ni kisiwa jamani, tumezungukwa na bahari. Kwa hivyo rasilimali maji yetu yote inatoka ardhini. Sisi tunatumia visima, tunatumia mapango. Yote maji ya nini hayo? Maji ya ardhini. Kwa hivyo ikiwa maji ya ardhini tutayachafua, kwa kweli hapo tutakuwa tena hatuna maji salama, tutakuwa tunatumia maji ya chumvi. Kwa kweli wito wangu kwa jamii, jukumu la kulinda vyanzo vya maji hili ni jukumu letu sote, tushirikiane kwa pamoja. Hili zoezi la kuondosha takataka hili ni zoezi la kwanza. Zoezi ambalo linalofuatia, vyanzo vyote tutaangalia, je, chanzo hichi kinahitaji uzio? Je, chanzo hichi kinahitaji miti au chanzo hichi kinahitaji nini? Kwa hivyo ina maana programu hiyo ipo na tayari kuna maeneo unaweza kukuta kisima kiko mbali, lakini eneo lile tunasema nini? Ni recharge area au shughuli ya kilimo wala kufanya makazi ya aina yoyote katika maeneo hayo.